Katika moja ya sifa za Allah ni mpindua mambo, labda kusema mpindua hila, kuwa jambo lilikusudiwa kuwa na madhara, lakini kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala jambo likabadilika likawa jambo la neema. Sasa hivi ni saa 7 ya usiku na dakika 11. Natizama kwenye kompyuta yangu hapa mbele maulidi ya mfungo 6 viwanja vya Mnazi Mmoja mwaka 2026. Maulidi yamemalizika kusomwa na milango imefunguliwa, milango mikuu geti imefunguliwa na zinaingia bendera za tarika, Kadiria, Shadria, Askaria, wanaingia kwa zafa na bendera zikipepea. Mimi nimeishi Dar es Salaam maisha yangu yote na nimeona kila aina ya maulidi, lakini lazima nikiri kuwa maulidi ya mwaka huu hayana mfano na hawezi kupita mgeni hapa siku kama leo akahudhuria maulidi kama haya alafu mtu akamwambia kuwa nchi hii haina Waislamu, na ukirudi nyuma ukataka kumweleza mgeni wako asiyejua Tanzania kabisa, ukamweleza historia ya nchi hii, ndio naamini utamaliza kabisa. Atajua hakika nchi hii Uislamu una nguvu, ulikuwa na nguvu na unaendelea kuwa na nguvu kila kukicha. Mwanzo wa maulid, labda nirudi niseme kuwa juzi kabla ya maulidi ya msikiti wa Mtoro mwenye Mangara, mwenyekiti wa wazee wa Dar es Salaam Sheikh Salum Matimbwa alisema mwaka huu wa 2026 maulidi haya Mnazi Mmoja yametimiza miaka 100. Hili jambo mimi sikuwa nalijua na nimesema nyuma, na ningependa hapa vile vile nilirejee hili jambo. Mimi likanishtusha hili jambo. Miaka 100 ya maulidi, naam. Nikasema mimi nimeandika katika kitabu cha Abu Sykes, The Life and Times of Abdul Wahid Sykes, 1924 to 1968. The Untold Story of the Muslim Struggle Against British Colonialism. Nimesema kwenye kitabu kile, nimeandika kuhusu maulidi. Nikajiuliza nimesema nini katika maulidi, kwa sababu historia yangu inakwenda nyuma zaidi ya miaka 100. Na nilipofungua kutizama maulidi nimeandika nini, nimeshangaa. Inasema kuwa kitabu kinaniambia kuwa nimeandika mwaka 1926. Clyde Sykes alikuwa pamoja na wenzake Mzee bin Sudi, Ali Jumbe Kiro na liwali wa Dar es Salaam Salim Omar, walikuwa kwenye kamati ya maulidi ya Dar es Salaam. Hakika kwangu mimi ilikuwa ni mshtuko mkubwa. Una maana 1926 wanaanzisha hawa wazee wetu wa Dar es Salaam maulidi hii ambayo leo imefika miaka 100. Hakika hili jambo ni jambo la kujifaharisha. Na katika kamati hiyo alikuwa vile
mzee Popo Saleh, hawa wazee wote wa Dar es Salaam wanafahamishwa. Basi nikamshukuru Allah, nikasema Mwenyezi Mungu mkubwa, na tukisema tuwaeleze hawa watu historia zao na jamaa zao hawa walioshughulika. Na wakati huo 26 bado hawajaunda Aljamiatul Islamia fi Tanganyika. Hawa bado hawajaunda African Association ile kuja kuzaa tano, ile kuja kudai uhuru wa Tanganyika. Lakini bahati nzuri katika hawa wote, mtu ambaye ameona yote haya, kaona Maulid Committee, kaona Afrika, alikuwa kwenye Maulid Committee, alikuwa kwenye African Association, alikuwa kwenye taa, na alikuwa kwenye tano na kauona uhuru wa Tanganyika, ni mzee Bensudi ambaye amekufa mwaka 1972. Sasa tusende sana huko, turudi katika Maulid. Lakini kitu kilichonifurahisha zaidi ni kuwa ule umma ambao uliokuwa umehudhuria katika maulidi haya. Basi maulidi anaanza tu, ananipigia simu mtu, ananiambia, Muhammad, tafadhali sana mpigie simu Babdeo, mwambie atuunge sisi, ana maana hii digital archive yetu ya Mohamed Said, atuunge na sisi ili na sisi turushe hii maulidi. Nikamwambia jambo zuri, lakini tusimshughulishe sasa hivi, atakuwa katikati ya shughuli, wacha hii ipo angani. Mimi hapa nilipo namjibu, naambia mimi hapa nilipo natizama, iko hewani, mwache huyu mtu. Inshallah Mungu akijalia mwaka ujao tutamuomba na sisi tukiwa hai basi turushe vile vile. Na katika kupiga fatha ya kwanza ya Maulid alitwa mzee Katungunya. Sheikh Katungunya ni mzee wetu wa Dar es Salaam, mtu maarufu. Ye nyumba yake natizama soko la Kariakoo, mtaa wa Sikukuu pale. Na kama mtu atakwambia hamjui Katungunya, basi huyu si mtu wa Uislamu. Akapiga fatha, ikanikumbusha si mbali na pale alipokuwa amesimama akizama mbele, ilikuwa ni msikiti wa Badawi. Ilikuwa maulidi zote pale. Basi fatha atapiga Maalim Muhammad Matar. Wote hao watu maarufu, wacha Mungu, watu wote wanajua sifa zao katika Uislamu. Sasa inasomwa Qur'ani tukufu baada ya fatha. Naambiwa msomaji ni katika ukoo wa Ustadh Ahmed Adam. Hawa Ahmed Adam, na yeye sifa yake kubwa ilikuwa vile kusoma Qur'ani, na mwalimu wake alikuwa Sharifu Hussein Badawi kwenye madrasa hiyo ya Badawi. Nikasema haya nayaona mimi na watu wengine wanayaona vile vile. Lakini kubwa zaidi ambalo limenivutia na nitalisema hapa vile vile, mkurugenzi wa protocol Sheikh Mohamed, yeye ndio alikuwa mshereheshaji pale. Yeye ni bingwa wa tajwidi na yote asili na kwenda kule Badawi. Yeye mimi nilipata kumwona akiwa mtoto mdogo, labda miaka 9 au 10. Ulikuwa mwezi wa Ramadhani, mkesho wa Lailatul Qadri, msikiti wa Mtoro ule wa zamani mdogo.
na shekhi wetu alikuwa marehemu Sheikh Kasim bin Juma. Akatutangazia kuwa kuna watoto wawili hapa watatusomea Qur'ani. Hawa watoto wawili, mmoja alikuwa Masudi ambaye sasa hivi ni mtu mzima, na Sheikh Muhammad. Basi walisoma Qur'ani pale, na hawa ni wanafunzi wa Ustadh Adam. Hawa watoto walisoma Qur'ani pale, msikiti mzima ulishangaa. Kile kiraa walikuwa hawajapata kukisikia. Unasikia ile Qur'ani nasoma, hawa malaika wanasimama, na aliposimama Sheikh Kasim Juma akatoa sifa nyingi, lakini akasema, ndugu zanguni, hawa watoto tuwaombee dua wasipate hasad. Hiki si kipaji cha kawaida, si kipaji cha kawaida. Naam. Basi Sheikh Muhammad kishashindana nje na kishapata ushindi katika msabaka. Hali kadhalika Masudi, hakuna mtu ambaye hamjui katika kusoma tajwidi. Hawa wanasoma Qur'ani leo katika maulidi ya miaka 100 ya maulidi ya mwezi mmoja, yalianzishwa na wazee wetu mwaka 1926. Wazee ambao si tu waliishia kwenye dini, waliingia kwenye siasa, wakaanzisha African Association, wakaja wakaunda na TANU, na wakapigania uhuru na mpaka uhuru kapatikana. Si jambo dogo ile. Sasa nini cha kushangaza zaidi? Kila nikitizama pale mimi naona pale hapo mnazi mmoja, ukienda nyuma hapo nyuma mnazi mmoja, ndipo harakati zote zilipokuwepo New Street kwenye ofisi ya TANU. Na hapo inapopita barabara ya Mkunguni, hapo vile vile kulikuwa na chuo cha Mwalimu Ramadhani Abbasi ambaye mwanae ndio kaimu shekhe wa BAKWATA Dar es Salaam. Sasa unaona haya mambo jinsi yanavyokwenda, kuwa ile silsila haijakatika. Na kama ukisimama hapo nyuma kutizama, utaliona jengo la Al-Jamiatul Islamia. Walo jengo wazee wetu, ina historia kubwa jengo hilo. Zamani mfungo 6 kama huu, kuanzia saa 6 mpaka saizi hapo ilikuwa ni shamra, na ndipo walipokuwa wageni wakifikia hapo, na mchana kunakuwa na karamu hapo. Sasa nimezungumza karamu. Mwisho maulidi haya, Sheikh Ramadhani Abbasi anautangazia umma, anasema, ndugu zangu, msiondoke mkenda makwenu, mtanipa mimi mzigo mkubwa, msubiri. Tumetayarisha chakula cha watu 30,000, karamu ya 30,000, msiondoke mle hiki chakula. Ndio nilipoanza nikasema, Mwenyezi Mungu ndiyo mgeuza nyoyo za watu. Haya yanatendeka leo katika mji wa Dar es Salaam, jambo ambalo Waislamu wote wamefurahi. Huwezi kuona umma kama ule alafu wewe roho yako ikachukia, haiwezekani. Unatizama ile drone inarushwa juu kule, inaonyesha chini, subhanallah, ndani kumefurika watu, nje kumefurika watu. Haya maulidi ya mwaka huu ya Dar es Salaam, maulidi ya mfungo 6. Sasa akasimama mtu wa hotuba katika mawaidha, akaeleza Shemzuanda, akaeleza umuhimu wa watu kuitii serikali. Likanikumbusha jambo moja, mwaka 1963, na nilipata kulisema kwa nyuma. Nasema Mwenyezi Mungu ndio mpindua mambo.
alikuwa Sharifu Mwijibaba anazungumza na ikasikika sauti